ya Tanzania. Kwingineko tukisalia kwenye Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, imesema pia itamtangaza mshindi wa kiti cha urais ndani ya muda wa saa usiozidi saa 72 baada ya wewe kupiga kura. Sasa baada ya zoezi la upigaji kura kumalizika Oktoba 29 mwaka huu, washindi wa nafasi ya ubunge na udiwani watatarajiwa pia kutangazwa wakati wowote baada ya kujumlisha idadi ya kura katika maeneo husika. Lakini zoezi la kumtangaza mshindi wa urais, kwa mujibu wa Ramadhani Kailima, mkurugenzi wa INEC, anasema halitazidi saa 72. Msikilize akizungumza kuhusiana na tamko hilo. Tunategemea kwa 29, 30, 31 kwanza ya udiwani na kata anaweza katangazwa wakati wote ule. Kuanzia baada ya kupiga kura, ukishakamilisha na kujumlisha anaweza katangaza wakati wote ule. Lakini sisi huku tume makao makuu tumejiweka kwamba mshindi wa kiti cha rais na kura zake kuhesabiwa tuanze kutangaza tarehe 30, na tunategemea Mungu akitujalia ndani ya masaa 48, kwa maana inawezekana tarehe 31. Tukichelewa sana pengine tarehe 1, na kimsingi tusingependa fike tarehe 1 ili tuweze kumtangaza mshindi wa kiti cha rais na tuikabidhi serikali iende kuendelea nako. Huku tukiuliza sisi matokeo yale yanaweza kutangaza tarehe 30. Ni mkurugenzi huyo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Ramadhani Kailima akitoa taarifa hii, ambapo anasema mshindi wa urais haitazidi saa 72, lakini kwa nafasi nyingine za ubunge na udiwani itatangazwa pale tu ambapo watamaliza kuhesabu kura katika eneo husika. Kwa hiyo ni taarifa nyingine ambayo ni muhimu kweli kweli kuweza kuifahamu.